بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير المرسلين وعلى آله وصحابته الطاهرين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Ndugu wa Islam, ndugu watazamaji wa Africa TV Swahili, bado tunaendelea na mfululizo wa maelezo kuhusu ibada ya hija. Kipindi kilichopita tulikuwa tumemalizia na kueleza fidia ambayo inayotakiwa kwa mtu aliyekata mti. Pia tukasema utaratibu wa fidia hiyo uko katika sura 3 na zote ni za khiari. Imma ni kukata, kama ni mti ambao uliokuwa unafanana, mti uliokuwa mkubwa ambao unatakiwa ulipiwe kwa kutolewa mnyama ataye hukumu, na kutoa hukumu hiyo ni watu wawili waliokuwa waadilifu. Na namna ya kuua mnyama vile vile hukumu atayoitoa ni yule mwadilifu, waadilifu wawili wataokaa kutoa hukumu kwamba mnyama huyu anafanana huku na mnyama huyo. Sasa namna ya kutoa baada ya kujua kwamba mnyama huyo amefanana na mnyama fulani katika wanyama wetu, tulisema kuna sura 3 na zote ni za khiari. Anaweza akatoa mnyama huyo anayefanana na yule baada ya kumchinja, au inaweza ikatolewa thamani ya mnyama huyu aliyekuwa anayefanana baada ya kuchukua thamani yake kwenda kununua chakula na kuwagawa na kukigawa kwa maskini. Au sura ya 3 ni kufunga. Tunasema kwamba hayo yanathibitishwa na kauli ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala iliyo katika surati al-Baqara aya ya 196, inatueleza fidia hiyo namna gani inavyotolewa. Allah Subhanahu wa Ta'ala anasema, a'udhu billahi minash shaitanir rajim, faman kana minkum maridan au bihi adhan min ra'sihi fafidyatun min siyamin au sadaqatin au nusuk. Hapa ni fidia tulioisema ya kunyoa kwa mtu aliyenyoa. Allah anasema faman kana minkum maridan, atayekuwa katika ninyi yu mgonjwa naye yuko katika ibada hii ya hija au ibada ya umra, au bihi adha min ra'sihi, au ana kinachomkera kichwani kwake, labda wadudu kama vile chawa, au labda kuna uvimbe unaotakiwa kupasuliwa, au labda kuna kijeraha kinachotakiwa kufungwa, na kadhalika. Aina yote ile ya kero litalokuwa kichwani kwa mja huyo, basi kinachotakiwa atatoa hizo nywele. Badala yake fafidia, atatoa fidia, kwa maana kwamba atafidia kwa kosa hilo aliyokushalifanya. Min siyamin, fidia yenyewe ni hii, ima kufunga siku 3, au sadaka, au kutoa sadaka kwa kuwapa maskini 6, au nusuk, au kuchinja mbuzi. Atafanya moja ya hayo. Lakini pia kama tulivyoeleza kule nyuma, habari ya Ka'b ibn Ujara inatuthibitishia hukumu hiyo
ya mtu aliyekuwa na tatizo. Qal Ka'b ibn Ujara amesema, fiya unzilati hadhihi al-aya al-madhkura fa ataitu Rasulullah sallallahu alayhi wasallam faqal udnuh fadanautu faqal udnuh fadanautu faqal ayu'dhika hawamuka qala ibn Awfi adhunnuhu qala na'am qala fa'amarani bifidya min siyamin au sadaqatin au nusuk ma tayassara, muttafaqun alayhi. Kwamba sura hii, aya hii iliyotajwa hapa isemayo faman kana minkum maridan au bihi adha min ra'sihi fafidyatun min siyamin au sadaqatin au nusuk, iliteremka kunihusu mimi. Fa ataitu Rasulullah, nilimwendea mjumbe wa Allah sallallahu alayhi wasallam, faqal, akasema, udnu, sogea, fadanautu, nikasogea. Faqala udnu, sogea, fadanautu, nikasogea. Faqal, akasema mtume sallallahu alayhi wasallam, ayu'dhika hawamuka, hawa dudu wako walio huko kichwani wanakukera? Qala ibn Auf, ibn Auf amesema, adhunnu, nadhania Ka'b qal, alisema naam, ndio wananiudhi. Qal Ka'b amesema, fa amarani bifidya, akaniamuru nitoe fidya, kwa maana ninyoe khalafu nitoe fidya. Fidya yenyewe min siyamin au sadaqatin au nusuk, yani kufunga siku 3 au kutoa sadaka maskini 6 au kuchinja kile ambacho kitachokuwa rahisi ukipata. Wa fi lafdhin, lakini imekuja katika tamko lingine, fahluq, nyoa, wasum 3 ayyam, nafunga siku 3, au at'im 6 masakin, au walishe maskini 6, au nus au insuku nusaika, au chinja kiji mnyama hivi. Kwa hiyo utakuta kwamba katika hii riwaya ya pili ambayo pia nayo imepokewa na Bukhari na Muslim, imechanganua ile kufunga kule ni muda gani, na pia chakula wapewe watu wengapi, na hicho cha kuchinjwa kwamba kilikuwa ni kijimnyama japokuwa kidogo, ili mradi awe amechinja. Hiyo ndiyo fidia ya mtu aliyenyoa. Wa fi riwayati li Muslim, lakini katika riwaya nyingine ya Muslim inasema, uhluq thumma idhbah shatan nusuka. Hapa ametajwa huyo wa kuchinjwa ni nani, kwamba atayechinjwa ni mbuzi. Nyoa kisha chinja mbuzi, au at'im 3 asu, au lisha pishi 3, kila nusu pishi mtu mmoja, min tamrin, iwe kama ni pishi ya tende, ala 6 masakin, kwa maskini 6. Ina maana kwamba kila maskini atakuwa amepata nusu ya pishi hiyo. Kwa hiyo hapa Mtume sallallahu alayhi wasallam bado anatuthibitishia kuwa katika utekelezaji hakuna kimoja tu hicho ndicho aanze nacho, kama atakosa ndio aende kwenye namba nyingine, bali chochote katika hivi anaweza akakifanya. Labda la angalizwa hapa ni kusema kwamba kama tulivyosema katika upande wa kunyoa, basi na kucha nayo inakuwa ni hivi hivi, yote yale tulioyasema. Na tulisema kwamba kama unywele ulikuwa ni mmoja, atatoa kibaba kimoja, na kama ni nywele 2, vibaba 2. Zitakamilika, yani itakamilika fidia kwa kutoa nywele 3, yani kukata nywele 3, basi na kwa kucha ni hivyo hivyo. Zikifikia 3, basi maana yake yale moja ya 3, hapo ndipo anapowajibika. Aina hii inaitwa damu takhirin wa taqdir, yani ni chinjo lenye kukhiarisha chochote katika 3 haya utachokifanya ni sawa,
lakini wakati huo huo hivyo vya kuvifanya tayari vimeshawekwa makadirio na vipimo vyake. Hii ni fidia ya mtu atayelifanya lile lililokatazwa. Ama fidia ya kuacha alichotakiwa akifanye, kama vile alitakiwa ahirimie kwenye kituo, kama tulivyosema kule, mtu anatakiwa ahirimie katika kituo alichopangiwa kuhirimia, kaacha hapo akenda akahirimia mbele badala ya hapo, au ameambiwa apige mawe siku ile ya mwezi 10 baada ya kushatoka Muzdalifa, anakuja anapiga mawe, au kupiga mawe katika zile siku 11, 12 na 13 wakati yuko pale Mina, akawa hakuyafanya hayo, au aliondoka kule Arafa, anatakiwa aondoke kule Arafa kama alivyoondoka Mtume sallallahu alayhi wasallam. Mtume kule aliondoka baada ya kuzama kwa jua na wakati wa maghribi tayari umekwisha ingia. Yeye akaondoka kabla ya jua halijazama, au aliondoka kutoka Maka bila ya kuleta zunguko lile la kuaga. Mtume sallallahu alayhi wasallam ametutaka kwamba yule anayeondoka basi kiwe kituo chake cha mwisho katika kuondoka pale anatokea katika al-Kaaba. Hakufanya hivyo, basi huyu damu yake, yani uchinjaji wake, utaenda kwa utaratibu, imma hiki au hiki au hiki. Na huyu kinachomlazimu kwenye upande wa fidia sawa sawa na kile kilicho kwa mtu aliyehirimia ibada ya tamattu, kama tutavyokuja kuieleza huko mbele. Mtu aliyehirimia ibada ya tamattu anawajibika kuchinja mbuzi. Kama atashindwa kuchinja mbuzi, basi atalazimika afunge siku 10. Katika 10 hizo, siku 3 atafunga akiwa bado yuko katika maeneo ya hija, na siku 7 baada ya kusharudi nyumbani. Tutakuja tuyaeleze tunapozungumzia ibada hiyo ya tamattu. Kwa hiyo hawa watakwenda katika utaratibu huo. Wanatakiwa kwanza wakifanye hiki, wakishindwa ndio wanakuja katika kinachofuatia, tofauti na yule kule. Kwani yule wa tamattu alilazimika kuitekeleza ibada ile kwa sababu kuna kitu amekiacha, nacho ni kuhirimia hija kutoka kwenye kituo kile umra kahirimia. Baada ya hapa tunakuja kuzungumzia vile ambavyo anawajibika kuchinja au kutoa fidia kwa sababu ya kuviacha. Kwa hiyo utaratibu wake unakuwa ni ule ule wa mtu wa umra, na hukumu zake ni zile zile za mtu wa umra. Hapa labda tukumbushe, katika kuchinja huku kuna kuchinja kwa kulifanya tendo lililozuiliwa, yani kuna kufidia kwa kulifanya tendo lililoambiwa marufuku wewe ukalifanya, au kwa kuliwacha lile ambalo ulitakiwa ulifanye wewe ukaliacha. Uchinjaji wa namna kama hii, huu hauhusiani kabisa na sehemu nyingine katika kuchinja isipokuwa pale Maka. Lakini kama utakuwa unatoa fidia badala ya kuchinja, ya kufunga mathalan, basi hii unaweza ukafunga popote pale, si lazima iwe uko katika maeneo ya Maka, na wala si lazima yawe katika maeneo yale au masiku yale ya ibada ya hija. Isipokuwa tu atachotakiwa ayafanye hayo iwe siku ile ya mwezi 10 au baada ya mwezi 10. Hakuna siku maalum uliolazimishwa, ili mradi isiwe kabla ya hapo tu. Ama kuchinja
hii lazima iwe haramu. Huwezi ukachinja nje ya haramu. Kwa maana hiyo, insha Allah, pindi kilichosalia tupate mapumziko kidogo, tutakamilisha. Rabbi, Rabbi, Rabbi.